Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele kwa sana, kwa sababu ni kwa neema yake tu tuko hapa, wala si kwa nguvu zetu, wala si kwa akili zetu. Ni neema ya Mungu ambayo imetuleta siku ya leo na imetupa siku nyingine ambayo tumepata nafasi. Kwa hiyo nafasi hii ni ya pekee kwa kila moja ambaye uko hapa. Una kila sababu ya kusema asante Mungu. Wengi wako mahospitalini hawawezi, wengine wamefariki leo. Wewe ni nani? Ukipata nafasi mwabudu Mungu, kama hutamwabudu tena, kwa sababu hii ndiyo nafasi yako. Hujui dakika hata moja, sio dakika hata sekunde iliyo nyuma yako inayokuja, hujui. Mungu anajua. Kwa hiyo mambo yote yanapotendeka juu ya maisha yetu, jambo la kwanza kumwambia asante Mungu. Na mimi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kupata neema na kibali kusimama katika madhabahu hii. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi, lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi wanaotulea mahali hapa, baba mchungaji pamoja na wazee wa kanisa wote na uongozi wote wa kanisa. Nasema Mungu awabariki sana kwa ajili ya kazi yenu mnayoifanya na kuendelea kutupa neema kwamba tusimame katika madhabahu hii. Jina la Bwana litukuzwe na jina la Bwana lihimidiwe kwa ajili ya huduma hizi. Na ninashukuru sana kwa ajili ya wote ambao umefika katika ibada ya leo. Asanteni sana waimbaji, asante sana wapiga vyombo, asante sana kwa wewe ambaye umehusika kwa namna moja au nyingine. Vipawa hatufanani, kila mtu na kipawa chake. Kwa hiyo wewe uliopewa hiyo karama, itumie vile vile ulivyopewa. Usinyamaze, usiseme mimi kwa sababu siko kama fulani siwezi kufanya. Kile ulichokipata kitumie, maana hicho ndicho kinachoujenga mwili wa Yesu Kristo. Hakuna mahali ambapo mwili utakuwa haupo sawa. Mwili unajengwa kwa sababu kalama ni nyingi, na hicho ulicho nacho kithamini. Ujue Mungu ndicho alichokupa katika maisha yako, ukitumike mbele za Mungu. Basi ni wakati ambao tunakwenda kuangalia neno la Mungu majira ya asubuhi ya leo. Nikukaribishe wewe, moyo wako, mawazo yako yamimine mbele za Mungu. Acha mambo yote yaliyokusumbua wiki zima. Acha yale ambayo uliona kama ni magumu. Kila kitu wewe kiache. Ukifika hapa, wewe sema nimefika kwa Mungu. Baba, ninakukabidhi mambo yangu. Usifike hapa ukawa bado umebeba mizigo yako. Kuna mchungaji mmoja anasema hivi, kuna mtu abiria unaingia kwenye basi, alafu tena umeendelea kubebelea mizigo yako ukiwa kwenye basi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ukifika kwenye basi, unakaa kwenye siti, mizigo unaiweka kama kwenye buti kama wapi, wewe unakaa unajirelax. Sasa hata kwa Mungu hivyo hivyo. Una mizigo yako, ifike hapa ikabidhi kwa Mungu, wewe uwe huru. Mahali hapa sio kubeba mizigo tena, itue kwa Mungu aliye hai. Basi tutakwenda kuangalia neno la Mungu ambalo Mungu amenipa kibali siku ya leo nilete mbele zenu neno hili. Na leo ni tarehe 30 mwezi wa 3. Tunajua tunaelekea mwezi wa 4. Lakini huu mwezi ni mwezi ambao ni sikukuu ya Pasaka, tunaelekea huko. Kwa hiyo Mungu kanipa neno hili nizungumzie angalau kuhusu hiyo siku ambayo inakuja, ambayo ni Pasaka.
kwa sababu tunasherekea ndio Pasaka, kila mtu Pasaka, Pasaka, Pasaka. Lakini kila mtu anasherekea vile yeye anavyojua. Inawezekana kabisa hii siku kila mmoja anaijua yeye kama yeye jinsi anavyoijua. Tofauti tofauti. Na ndio maana ukimuuliza, hata ukimwambia mtu heri ya Pasaka, unaweza ukapata majibu ambayo mengine yanahuzunisha na yanasikitisha kwa sababu ya vile utakavyojibiwa hilo jibu na huyo mtu. Lakini inawezekana sio kosa lake, hajui maana ya hiyo Pasaka. Maana yake nini? Kwa hiyo mimi kuna jambo moja mawili au moja tutakwenda kuangalia siku ya leo kwa ajili ya hili jambo, kwa sababu ni jambo muhimu sana juu ya maisha yetu. Haleluya! Kwa sababu tafsiri ya Pasaka, neno linalo julikana au tunalolijua, inasema kwamba Pasaka ni kupita juu ya. Kupita juu ya. Tafsiri zipo nyingi, lakini mimi nataka tuangalie neno hapo, kupita juu ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka tujue kwa nini kupita juu ya. Tuangalie Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12. Tutasoma mstari wa 21 hata tukiishia 28 takuwa vema. Haleluya. Kutoka 12 tutasoma mstari wa 21 hadi 28. Taomba mtumishi Baraka, maiki kwa hapo, naweza unisomee maneno hayo. Amen. Kutoka sura ya 12 mstari wa 21 mpaka 28. Neno la Bwana linasema, hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la hisopu, mkalichovye katika ile damu iliyo bakulini, na kulipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango. Kwa hiyo damu iliyo katika bakuli, tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu
Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba ya Waisraeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri, akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyowaamuru. Musa na Haruni ndivyo walivyofanya. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana amesema kwamba kuna kitu naweza kuulizwa, nini ya Pasaka? Nini maana ya utumishi huu? Wataulizwa. Nini maana ya hili jambo? Utaulizwa. Nini maana ya Pasaka? Utaulizwa. Utawaambia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekwenda kuangalia maneno hapa ambayo yanazungumza habari za hili neno Pasaka, ambalo tumeona kuna habari inayozungumza habari ya juu ya wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya Misri. Na katika hapa habari inayozungumzwa, neno la Mungu linasema Mungu akamwambia Musa na Haruni, akawaita wazee wa Israeli, akawaambia wachinje wanyama kwa wana kondoo, wakizichinja zile damu za wale wanyama wazipake kwenye miimo au na kwenye vizingiti vya ile milango yao ya nyumba ya Waisraeli. Mungu anamwambia Musa, anawaita wazee wa Israeli, awambie wachukue hawa wanyama wachinje damu zao, na damu zao wazichovye, waziweke katika miimo ya milango na katika vizingiti vyake. Mungu anampa maelekezo haya, anampa Musa, wana wa Israeli waweze kufanya jambo hilo. Kwa hiyo tunapoona hapa nasema ile damu ni kwa sababu kulikuwa na pigo ambalo Mungu alikuwa anakwenda kuipiga Misri. Kwa hiyo kwa sababu wana wa Israeli wanakaa ndani ya nchi ile, Mungu anampa Musa maelekezo ya kwamba awachinje wale wanyama na zile damu zao aziweke kwenye ile miimo na vizingiti vya milango yao, ili wakati ambapo Mungu anakuja kuangamiza wale wa Misri, watakapoziona yule anayekuja kuharibu, atakapoiona ile damu, ajue kwamba hii ni nyumba ya Muisraeli. Hii ni nyumba ya Muisraeli, kwa sababu ya harama ya damu ambayo imewekwa kwenye miimo ya milango na vizingiti vyake. Kwa hiyo jambo ambalo ninataka niseme siku ya leo, ninataka nikwambie, ndio maana unaposema Pasaka, tunasherehekea Pasaka. Pasaka tunaposema maana yake ni nini? Lazima tujue maana ya Pasaka, kwa sababu watu wengi wamesherehekea Pasaka wakifikiri Pasaka ni kuvaa vizuri, wakifikiri Pasaka ni kula vizuri, yani kuna kusherehekea sherehe fulani, kwamba wanasherehekea kimwili lakini kiroho hawasherehekei. Hiyo sio Pasaka. Hiyo sio Pasaka.
Pasaka yetu kwanza lazima isherekewe kiroho, kwa sababu maana ya Pasaka ni kwamba watu hawa Mungu alipowaambia ile damu ya wanyama ilipopakwa juu ya ile mimo ya milango na vizingiti vyake, yule mharibu alipokuja kwa ajili ya kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri, wana wa Israeli waliweza kuwa salama. Wana wa Israeli waliokoka na ile adhabu kwa sababu ya ile damu iliyokuwa ndani ya vizingiti vya milango yao. Hiyo ndio iliyowafanya wawe salama. Ni ile damu. Ni ile damu. Na ndio maana unaweza kujua tunapoangalia maneno haya kwamba damu ya Yesu, wakati huo tunapoangalia ile sadaka, ile damu ilikuwa kama kivuli, kwa sababu alikuwa sasa ni maandalio ya Yesu Kristo kuja kwa ajili ya kuimwaga ile damu ambayo sasa ilikuwa ni kwa ajili ya watu wengi. Hata mimi na wewe leo hii tupo hapa, leo hii tunasema tumeokoka, ni kwa sababu ya damu ya Yesu ambayo sasa Yesu akaja baadaye kwa ajili sio tena damu ya wanyama, sio tena kuchinja wanyama, bali ni damu ya Yesu ikaja kumwagika pale Kalvari. Ila mpaka leo tumesema tumeokoka ni kwa sababu ya ile damu ya Yesu. Ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Ndio maana tunaposema Pasaka, lazima ujue hii ya Pasaka unasherekea vipi. Kumbe nikajua kumbe kila mtu aliyeokoka ana harama yake. Yani kuna harama ambayo Mungu anakuona, Mungu anakujua, Mungu anajua kila kitu chako kwa sababu ya harama iliyo ndani yako, iliyo ndani yako. Hiyo harama wakati huu iko ndani ya moyo wako, yani yale maisha ya wokovu wa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sio harama tena ya kupaka kwenye miimo na vizingiti vya milango. Iko ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kila moja lazima ujihakikishe, je, hiyo harama ya damu ya Yesu iko ndani yako? Ipo, una harama. Na ndio maana nimekwambia, wakati utakapomuuliza mtu au watu kasema heri ya Pasaka, atakwambia Pasaka ilikuwa ni mbaya. Anakwambia mbaya. Hivi kweli Pasaka ni mbaya? Ndio maana nimekwambia, anasema hivi kwa sababu hana ile harama ya damu ya Yesu Kristo ndani ya maisha yake. Yule aliye na harama atashangilia Bwana, atasema ni njema, atafurahi kwa sababu anajua ile damu iliyomwagika yeye msalabani, na yeye imemweka huru, na yeye amekuwa salama, na yeye ameokoka, na yeye analindwa, na yeye Mungu anamuongoza, na yeye anamuondolea kila mabaya ndani ya maisha yake. Lakini kama ujui, unaweza ukasema maneno ambayo hayaeleweki, kwa sababu ujui uthamani wa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, iliyomwagika pale msalabani. Harama ya damu ya Yesu, harama ya damu ya Yesu iwe ndani yetu. Mungu akawaambia wakati watakapozipaka zile damu zao, wasitoke ndani ya nyumba zao, wakae humo mpaka asubuhi. Mpaka asubuhi. Wasitoke, wakae humo. Kwamba tunajua kumbe kwamba kuna jambo ambalo tunajifunza kwamba wakati mtu unapookoka, alafu inafika wakati unatoka nje ya wokovu, kwamba unatafuta mauti. Unayotafuta ni mauti.
kwa sababu aliwaambia wana wa Israeli wasitoke ndani, kwa sababu ule wakati yule aliyekuwa anakuja kwa ajili ya kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri wote wawe ndani, Waisraeli wawe ndani. Kama kungekuwa mtu ambaye angetoka nje, asingehesabiwa kwamba ni wa Mungu, kwa sababu hajakutwa ndani. Kwa sababu ametoka ndani. Kwa hiyo tunapookoka, tujue wokovu wetu tulioupata ni wokovu wa milele, ni wokovu ambao hauna kikomo. Ndio maana nilisema jambo hili litakuwa ni la milele. Kwani hili jambo limefanyika Agano Jipya? Hapana, ni Agano la Kale. Na sisi wakati tunasema Pasaka, kwa sababu sasa na sisi tumepokea wokovu huo kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Ndio maana tuko hapa. Wenzetu ilikuwa ni kwa ile damu ya wanyama, lakini sisi imekuja ile damu yenyewe ambayo hata wewe usiye na chochote unakuja kwa Yesu. Kwa hiyo kwa sababu ingekuwa ile damu ya wanyama, kwa sababu wengine hapa wala si wafugaji, hao wanyama tungewapata wapi? Maana kila wakati ungekuwa kuchinja hizo damu, hao wanyama wangepatikana wapi? Lakini akaja Yesu ambaye alikufa mara moja tu, mpaka leo wanyama hawachinjwi tena. Hiyo damu ni ya milele. Tunaposema tumeokoka, ni wokovu wa milele ambao hauna expire date, ni milele na milele. Tupo ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu, harama ya damu ya Yesu iwe ndani yako, utakuwa salama. Nitakuwa salama mahali popote. Ndio maana unakuta watu wanasema, yani Mungu toka nitetea. Ilikuwa hivi, ni kwa sababu umekuwa na harama, ukarukwa. Usipokuwa na harama, utakuwa unawaangamia tu pamoja na wale wasiomjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata tusingekuwepo, watu wengi tusingekuwepo hapa bila, kwa sababu ya harama tulizo nazo. Ndio maana tuko mpaka leo. Tunarukwa. Anaangalia harama, anajua huyu ni mwanangu, unarukwa. Kuna mambo yanatokea yangekupata, lakini kwa harama ulio nayo unarukwa, kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi kwa ajili ya harama. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mwaka moja, yani ile siku niliona kabisa kama mauti hii hapa. Kuna wakati nilikuwa natoka, kuna sehemu kulikuwa na kituo, siku ibada za katikati nilikuwa naenda kule mimi kuhudumia. Sasa wakati natoka narudi kule kwenye hiyo ibada, na niko na baiskeli, niko kwenye lami, naenda nakuta hakuna gari lolote, kuko safi. Lakini mimi sikuwa katikati, niko pembeni kama kawaida tu. Sasa nikasikia sauti, wakiwa kuna watu wananiambia, niliwaacha nyuma watu, niliwaona wako kwenye barabara pembeni, wakaniambia gari hilo. Sasa mimi sikuzingatia, kwa sababu niliona gari hakuna linalopita wala mbele yangu hamna. Nikaendelea kufumba na kufumbua, kumbe kuna gari limefeli. Kwa hiyo limekuja limenilenga mimi. Sasa liliponilenga mimi, liliponikaribia kama hapa, ndio likachepuka likatoka nje. Limenikaribia hapa. Kwa hiyo lilipochepuka, ile saitimina tu ndio ikani kwaruzi hapa. Nikajiuliza swali, imenifuata kutoka huku ililenga kabisa mimi.
Kwa nini ilipofika hapa karibu ndio imenikaribia ndio ikachepuka? Nikajiuliza mambo mengi. Nikamwambia Mungu, wakati mwingine alijua huyu mwanangu anatoka kwenye huduma, kwamba ana harama yangu. Kwa nini hili gari limgonge mtoto wangu mwenye harama yangu? Akaamua kwa vyovyote vile, hata dereva alikuwa limemshinda, lakini likachepuka kabla halijanikaribia kabisa mimi. Lipo karibu ndio likachepuka likaenda hivi. Sasa kuna vitu, kwa sababu ile siku ninavyojua ilikuwa ndio mwisho wa maisha yangu. Lakini ndio maana kuna vitu vinatokea, unashangaa, unabaki kushangaa. Ni kwa sababu ya harama ulionayo, ya kwamba hakuna adui yoyote atakaye kugusa, kwa sababu ndani yako kuna harama, kwa sababu ndani yako damu ya Yesu Kristo inaonekana. Kila utakapokuwepo, damu ya Yesu inaonekana. Kwa hiyo utakuwa salama. Ndio maana nasema, watakapokuuliza watoto wenu, vizazi vyenu, muambie jambo hili linafanyika ni kwa sababu Mungu alituokoa. Ni kwa sababu Mungu alituokoa. Mungu akasema ya kwamba, waambie ya kwamba wana wa Israeli waweke hizo alama za damu yao, za damu ya wanyama, ili ya kwamba nitakapo wahukumu hao wa Misri, hao watoto wangu wawe salama, wasihukumiwe pamoja na hawa, kwa sababu watakuwa wana harama yangu. Ndio maana Mungu hababaishwi na mtu yeyote, wala haogope. Anasema hakuna kilio wala chochote kibaya kitakachotokea juu ya nani? Ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Amewaahidi kwamba mtakuwa salama kwa sababu ya damu. Kwa sababu ya damu. Kwa sababu ya damu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni neno ambalo nimekwambia, tunapoelekea huko ujue ni nini harama ya damu ya Yesu. Inapokuwa ndani yako, tunasherehekea ushindi, kwa sababu tumemshinda shetani kwa harama za damu ya Yesu tulizopata. Huwezi kushangilia ikiwa shetani hajamshinda. Tunamshangilia kwa sababu tumepata ushindi kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Ndio maana tuko hapa, ndio maana tunamuinua Mungu wetu, kwa sababu tumekombolewa kwa damu ya thamani. Na harama ya damu yake iko ndani yetu. Anapotuangalia anasema hawa ndio wanangu. Kuna mambo mengi tunaepushwa, kwa sababu anajua hawa ni wana wangu, wamekombolewa kwa damu yangu, na harama ya damu yake inaonekana kwenye maisha yetu. Simama mahali ulipo. Amen. Simama mahali ulipo. Amen. Simama mahali ulipo. Kitu ambacho unachotakiwa umwambie Mungu, mesema unapozungumza juu ya Pasaka, lakini jambo muhimu, je, hiyo damu ya Yesu, nina harama ya hiyo damu ya Yesu iliyosababisha Pasaka ninayotamka? Pasaka, damu yake iko kwangu. Damu hiyo iko kwangu. Damu hiyo iko kwangu. Hiyo ndiyo la kumwambia Mungu, ninaomba na mimi mahali popote nitakapokuwa, damu yako, harama ya damu yako iwe pamoja na mimi, iwe ndani yangu, ili mahali popote utakapokuwepo, ushindi uwe ndani yako, uwe na ushindi, kwa sababu damu yako itakuwa inaonekana. Wakati anapoangalia hivi, Mungu anajua huyu ndiye mwanangu, kwa sababu ya ile damu, kwa sababu ya ile damu iliyo ndani yako, damu ya Yesu, wala sio ya wanyama tena, damu ya Yesu. Hebu naomba mwambie Mungu neno, mwambie Mungu neno, mwambie kila mahali maisha yako, chochote kile unachokifanya kiwe na hiyo harama ya damu ya Yesu, ndipo tutakapokuwa washindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu.
uliye hai, mfalme wa amani. Tunalitukuza jina lako na kuliinua, kwa maana wewe ndiwe ambaye mfalme umetufanya kuwa watoto wako. Tulikuwa hatufai, tulikuwa si wa thamani, tulikuwa watu wachafu, tulikuwa watu tuko mbali na wewe, lakini kwa hiyo damu iliyomwagika pale msalabani ikatusogeza, ikatupa harama ya kuonekana tu watoto wako, ya kutuonyesha kuwa watoto wako, ya kutuonyesha ya kwamba tu washindi. Baba, katika jina la Yesu, angalia watoto wako Baba, ambao Mungu wa amani umewaleta hapa. Najua ya kwamba hiyo harama ya msalabani ambayo imetokana na ile damu iliyomwagika ikatupa ondoleo la dhambi, tukafanyika watoto wako Baba.